mpaka sasa hivi United wamefikia kwenye hatua nzuri ya kumchukua nyota huyu. Kwa ambavyo umemtazama Baleba akiwa Brighton, ni kiungo wa aina gani? Lakini pia kitu gani ambacho, sifa gani Manchester United imekosa kwenye eneo la kiungo ambalo unaamini Baleba anaweza kwenda kuwa suluhisho au kutibu eneo hilo? Kwangu mimi Baleba anaweza kumuita destroyer, mchezaji ambaye anaweza ku-anticipate matukio, anaweza kuharibu mipango ya timu pinzani, ni pasa kutoka chini, amekuwa na uwezo wa kupiga kutokea mbali. Kwa hiyo kwangu mimi nikitaka kumuita nitamuita destroyer, kwa sababu ndo kazi yake ya kwanza ya msingi, kuidefend back four yako, na amekuwa anafanya hivyo akiwa na Brighton. Kama utakumbuka msimu juzi alikuwa anasishwa kwenda na United, deal ikikamilika. Msimu jana pia stories zilikuwa hizo, deal ikikamilika. Sasa hivi lakini inaonekana vitu viko kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo kwangu mimi Baleba ni kiungo wa bora. Kikubwa ni performance ambayo alikuwa nayo Brighton, akiweza kuikopi na kuja kuipaste United. Naamini kwenye eneo la kiungo cha chini kwa United kutakuwa kumepata tiba, kwa sababu kwenye maeneo mengine kumeonekana kuna watu wanaweza kutekeleza majukumu yao. Kwenye eneo la creativity sijawahi kuwa na mashaka na Bruno Fernandes hata siku moja. Inawezekana United ikawa hovyo, lakini yeye ukimuona tu anakupa utofauti. Walikuwa wanacheza watu wengine wakina Casemiro, wamecheza Manuel Ugarte hapo chini, lakini bado hawakuifikia ile target ambayo United wanahitaji, mashabiki pia wanataka kuona. I think Baleba anaweza akawa ni tiba kama anaweza kukopi na kupaste alichokifanya Brighton, kwa sababu unajua kutoka Brighton kuja sehemu nyingine na kuperform kwenye level hiyo kidogo inaweza ikawa ni changamoto. Tumeona Brighton ikitoa wachezaji wengi na bado wamekuwa ni wachezaji wazuri. Muangalie Leandro Trossard kutoka Brighton kwenda Arsenal, muangalie alikuwa Moise Caicedo kutoka Brighton kwenda Chelsea, Sanchez kutoka Brighton kwenda Chelsea. Imetoa wachezaji wengi. Muangalie alikuwa Marco Correa ametoka Brighton kwenda Chelsea. Wametoa wachezaji wengi ambao wamekuja kwenye vilabu vingine, wakiadapti mazingira ya klabu husika, performance zao zinabaki kuwa vile vile. Kwa hiyo hata kwa Baleba kama ataweza kuadapti kile ambacho kiko United, culture ya United, anaweza akawa ni tiba sana kwenye eneo la kiungo cha chini. Siwezi kuwa na doubt kubwa sana kwa Baleba. Kikubwa ni kusubiri kuona atakachokifanya na United. Vinginevyo kwangu mimi kwa picha ya nje na picha kubwa ni bonge la usajili kwa United. Wakikamilisha hii deal kwangu mimi wamepata mtu. Bonge la usajili kwa United. Hans, Manchester United imempata mbadala wa Casemiro kwa 100%. Ni wachezaji wawili tofauti. Yes, wote ni defensive midfielder, lakini kuna sehemu wanazidiana. Carlos Baleba analeta energy katikati ya kiwanja. Energy ambayo ulikuwa unaweza kuipata kwa Casemiro labda tuseme miaka 7-6 iliyopita. Lakini ukimtazama Casemiro miaka miwili iliyopita hakuwa na hiyo miguu ya kukimbia eneo kubwa sana la uwanja na kufanya majukumu ya kiulinzi kama ambavyo Baleba anaweza kufanya. Lakini Baleba ni ball carrier. Ni ball carrier kiasi kwamba anaweza kuchukua mali kutoka nyuma akatembea mpaka kwenye final third na akampa mshambuliaji mpira akafunge, kitu ambacho Casemiro nadhani hajawahi kutuonesha kwa 100% kubwa. Bado wanakuja kuzidiana kwenye passing. Of course Casemiro alikuwa ni mzuri sana kwenye passing. Alikuwa ni mzuri sana kwenye passing, lakini Casemiro alikuwa ni mzuri sana kwenye mipira ya juu. Kwa maana pale ambapo mnapata kona, lakini pia mnapokuwa mnapigiwa nyie mipira ya kutengwa kona na hizo free kick, kimo chake kile kilikuwa kinawasaidia kuweza kufunga, lakini pia kuweza kuzuia, kwa sababu Casemiro ni inchi 6+. Lakini Baleba mipira ya juu sio mzuri sana kwa sababu ya kimo alichokuwa nacho. Lakini tunapozungumza majukumu ya kiulinzi, wote walikuwa ni walinzi wazuri. Casemiro of course alikuwa anafanya faulo za kiufundi, interception, tackling. Baleba kitu ambacho pia anakifanya vizuri na zaidi kwenye interception, kwa sababu ana uwezo mkubwa sana wa kukimbia. Lakini Baleba ni mzuri zaidi kwenye kufanya clearance, na of course mnaweza kuwa mmeshambuliwa kwenye counter attack.
na mko outnumbered. Nikizungumza outnumbered ni kwamba labda tuseme mmekamatwa kwenye counter attack, mnashambulia kwa idadi kubwa ya wachezaji, afu mpira umepigwa labda mko wawili versus wanne. Baleba kwenye yale maeneo utampenda sana kwa sababu anaweza akatoka from nowhere akaja akarecover mpira na mkawa mko salama zaidi. Na katika msimu wake bora wa mwisho ambao ulikuwa ni 2024-25, nadhani alikuwa anaongoza kwenye vitu vingi sana, majukumu ya kiulinzi. Kwa hiyo ukitazama midfield ya Man United walichokifanya msimu huu ni kujaribu kuleta profile tofauti. United hawakuwa na kiungo ambaye anaweza akadictate tempo ya mchezo, lakini unamwangalia Andre Santos ni anatumika kama deep lying playmaker, anaweza kuamua timu ya Man United icheze vipi, kwa maana ile composure aliyokuwa nayo, passing ability. Santos nadhani kwenye ile midfield ndio mchezaji mwenye uwezo ambaye anaweza akapiga pass ikavunja mistari mitatu ya ulinzi au miwili katikati kabisa pass. Santos anapiga hizo mfululizo na zote zinafika. Lakini ukimwangalia Yuri Tielemans pia passing ability yake iko juu sana, lakini bado analeta leadership na bado analeta energy katikati ya kiwanja. And then umemuongeza Baleba ambaye naturally ni defender, yani defensive midfielder. Kwa hiyo ukitazama nisaidie kidogo, Baleba anaweza kuisaidia Manchester United kwenye kuanzisha mashambulizi au uwezo wake mkubwa zaidi upo kwenye defensive, kwenye defense. Nadhani timu ikiwa ina mpira, eneo nyeti la Carlos Baleba ni phase ya pili, progression. Kwa sababu tunazungumza phase ya kwanza ni build up, ujenzi wa mashambulizi. Tutaanza kwa Sean Lamens, tutakuja kwa Maguire, of course ndo tunaanza kujenga shambulizi. Sasa tukitoka kwenye phase ya pili, kwenye phase ya kwanza ambayo ni build up, tunakuja kwenye phase ya pili ambayo ni progression. Unahitaji kuprogress mpira, kutoa sehemu moja kuusogeza mbele zaidi. Hapo ndo utampenda Baleba kwa sababu ana uwezo mkubwa sana wa kuitoka pressing ya timu pinzani. Yani kwa kifupi ni press resistant player. Ni ngumu sana kuchukua mali kwa sababu technically ni mzuri na ana uwezo wa kufunga safari kwenda mbele. Kwamba sasa hapa hatuhitaji kuupasi mpira ili tutoke hapa tufike mbele. Mimi natakiwa kufunga safari. Hapo Baleba ndo utampenda. Kwa hiyo kwenye phase ya pili ambayo ni progression, Baleba ni sehemu yake nyeti sana na nzuri sana. Lakini ndio hivyo, tukipoteza mpira of course atatusaidia zaidi kwenye majukumu ya kiulinzi. Kwa hiyo najaribu kuiangalia midfield ya Man United, naiona sasa hivi imebalance. Una viungo wawili ambao ni of course ni watatu ambao wote ni tempo setter, yani wanaweza kuset tempo ya mchezo. Kobe, Santos, Yuri Tielemans, lakini una pure defender kwa maana ya kiungo ambaye anaweza kufanya majukumu ya kiulinzi vizuri na akaprogress mpira timu ikiwa inasogea mbele, ambaye ni Baleba. Lakini una create ambaye ni Bruno Fernandes. Majukumu yote ya kutengeneza nafasi yako kwenye miguu ya Bruno Fernandes. Nadhani nilisikiza interview ya Yuri Tielemans baada ya mechi ya Atletico Madrid. Akaulizwa, vipi unaenjoy kucheza na Andre Santos? Akasema na enjoy kwa sababu mimi napenda sana kwenda mbele ku attack. Napenda sana kwenda mbele ku create nafasi na kupiga mashuti. Kwa hiyo nikifanya hizo runs nahitaji kuwa na usalama wa kiulinzi. Andre Santos ananisaidia. Yani nakuwa na assurance ya kuwa mbele kwa muda mrefu. Lakini sihitaji kumtesa sana. Kwa hiyo na mimi kuna muda inabidi ni track back kuja kumsaidia kwenye majukumu ya kiulinzi. Ni interview ya Yuri Tielemans. Ni ujumbe kwamba United walikuwa wanahitaji kuwa na huyo kiungo ambaye tunaweza kusema Yuri Tielemans na Bruno Fernandes wanaweza kuwa juu zaidi, kuenjoy kuattack na kuzifungua timu pinzani. Wakiwa wanajua kabisa nyuma kuna mtu ambaye anaweza kufanya majukumu ya kiulinzi. Ni kweli Andre Santos anafanya hayo majukumu, lakini kiulinzi hayuko kwenye level ya Carlos Baleba. Baleba ni monster, ni monster. Mi Baleba namfananisha na N'Golo Kante. For sure, namfananisha na N'Golo Kante. Wanafanana kwenye maeneo gani? Nadhani bila mpira wote wanaweza kufanya kazi chafu. Okay. Yes. Na unamzungumziaje kwenye swala zima la consistency? Ni mchezaji ambaye atakupa performance ile ile match in match out. Unajua Brighton walitumia karibu euro milioni 44 kumsaini kutoka Lille Metropole. Wakati msimu wake wa kwanza amefika Brighton of Albion alistruggle kwa sababu ni msimu ambao mama yake alifariki. Umeona?
Kwa hiyo hakuweza kukachi ile fomu aliyokuwa nayo Lille Metro. Na niwape kisa kidogo, wakati anatoka Afrika anakwenda Lille, unajua babake na Baleba anamiliki kituo cha soka, sio official academy lakini ni kituo. So unajua Afrika na kocha wa kile kituo ni babake na Carlos Baleba. Kwa hiyo Baleba ametoka kwenye kituo cha babake, yani babake ndo alikuwa anamnoa. Na akiwa kwenye kile kituo Baleba alikuwa anacheza kama kiungo mshambuliaji au winga. Ndio maana unamuona technically ni mzuri kwa sababu amezoea kukimbizana na watu huko pembeni. Lakini alipofika Lille Metro, inasemekana kwenye mazoezi ya kwanza wachezaji wenzake walikuwa wanamcheka kwa sababu alikuwa anafanya vitu vingi sana pasipokuwa na usahihi. Lakini alipokaa Lille kwa muda akaadapt na akajifunza, akaja kuwa kiungo mzuri, ndo Brighton of Albion wakamsign. Historia inasema wakati akiwa na mama yake alimwahidi kwamba siku akija kuwa professional player atamjengea nyumba nzuri na atamnunulia gari. Sasa msimu wake wa kwanza wakati anaingia Brighton of Albion ndo alikuwa ameanza issue za kujenga nyumba ya mama sasa ili amnunulie na gari. Kwa bahati mbaya mama yake akafanyaje? Akafariki. Kwa hiyo ile ilimkata sana kwenye msimu wake wa kwanza. Hakuwa na msimu mzuri sana akiwa na Brighton. Lakini msimu wake wa pili ndo ule msimu ambao kila mtu alikuwa anasema Baleba, what a player. Ni kwa sababu alicheza jumla ya mechi 35 kwenye mechi 38. Na ukiangalia kwenye mabox mengi sana na zaidi ya kiulinzi, alikuwa anashika nafasi ya kwanza, nafasi ya pili kwenye Premier League. Sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu alikuwa na wakati mzuri sana na thamani yake ikaenda kupanda mpaka paundi milioni 100-120. Ndio unakumbuka United wanakwenda pale na 75 inakataliwa. Kwa hiyo kilichotokea, nilimsikiliza kocha wake Hasla anasema kwamba kilichomtokea kijana ni kwamba kichwa chake kilishindwa kuadapt ile saga ya kujiunga na Manchester United. Yani alishindwa kusahau. Baada ya sometimes hizi timu kubwa zikija zinagonga hodi, afu dili lako likakwama. Mchezaji mwingine anaweza akaichukulia ile kama motivation kwamba aendelee kupambana. Lakini mchezaji mwingine, na zaidi sisi wa Afrika, United wamekuja na unakuta ni ndoto yako ya muda mrefu, inaweza ikakuchukua usirudi kwa wakati. Kwa hiyo ilimchukua, na mbaya zaidi kocha akawa anamweka bench kwa muda. Yani Baleba amekuwa ni mchezaji wa kuingia kipindi cha pili, mara anaanza dakika 45 anatolewa. Kwa hiyo akajikuta anakuwa na msimu mbaya. Nikukumbushe kwamba msimu uliopita pamoja na kwamba alikuwa na wakati mbaya, amecheza jumla ya mechi 31. 31 msimu uliopita akacheza, lakini sasa hakutiki mabox mengi kama msimu juzi. Kwa hiyo United wanapata mchezaji ambaye kwangu mimi siamini mchezaji anaweza kuwa mbaya yani ndani ya siku moja, yani ndani ya msimu mmoja kwamba mchezaji ndo amekuwa mbaya. Naamini kuna vitu ambavyo vimemsababisha yeye kuwa hivi, na hizo sababu nimezitaja. Sasa hivi ana injury, ana enka na anatarajia kupona katikati ya mwezi wa 9. Kwa hiyo United wameriski kwenda kumsaini mchezaji ambaye watampata kuanzia mwezi wa 10 mwanzoni. Lakini akija wakamconvert kutoka kwenye zile stress, I'm sure na yeye atakuwa na furaha kwamba ndoto yake imetimia. Na ana miaka 22, I'm sure United watakuwa wamepata mchezaji mzuri sana. Kwa kama nimekuelewa vizuri kwenye swala la consistency, United wasiwe na mashaka. Kwangu mimi sina wasiwasi na Baleba. Anaweza kutoa performance ile kwenye kila mchezo. Yeah, I'm sure. Na uzuri ukiwa na kocha ambaye anaweza kuwasaidia wachezaji. Kwa mfano Carrick ameingia, Sesko alikuwa ni mbovu, kila mtu alikuwa anamkataa. Kobe Maino ndo alikuwa amepotea kabisa. Ameingia Bruno Fernandes, alikuwa atumika kama kiungo wa chini. Baada ya kuingia Bruno Fernandes amekuwa monster. Kwa hiyo Carrick pia ana sifa za kuimprove viwango vya wachezaji. Kwa hiyo I'm sure akienda kukutana na Baleba, unajua Carrick pia naye alikuwa ni kiungo, kwa hiyo anajua ni nini kinahitajika kwenye midfield. I'm sure akikaa na Baleba akamwaminisha kwamba wewe ni mchezaji mzuri, tayari ndoto yako imetimia, kaa vizuri huko Manchester United, perform. Wakifanikiwa kupata hata robo 3 ya ile performance 2024-25, I say United watakuwa wamepata bonge moja la mchezaji. Evans Hansi anaamini kwamba eneo la kiungo la United limekamilika baada ya kama sajili hii sasa itakamilika kwa 100%. Kwa upande wako unadhani ni kweli patakuwa pameshiba kwenye eneo la kiungo?
Ya, kwa picha kubwa kutakuwa kumekamilika, lakini itategemea kinachokuja kutokea uwanjani, ndicho kitakuja kutoa tafsiri kwamba ni wapi kunahitaji maboresho, ni wapi kunahitaji. Kwa na mashaka kile ambacho tumekiona Brighton kinaweza kisionekana ndani ya Manchester United. Sasa siwezi kujua ni nini kitatokea kwa sababu sijamuona akicheza na United. Sijajua ni nini ambacho Carrick atakuja kukioka kwenye kichwa chake kwa sababu anakuja kwenye mikono ya mtu mwingine. Kuna vitu vingine vinakuwa implement kwake. Anaweza kuvitekeleza. Unajua kila sehemu kuna utaratibu. Unaenda kwenye sehemu ambayo ina utaratibu tofauti. Yaani ni kama leo Sara, wewe kwenu kuingia na viatu ndani sio kosa. Lakini ukienda kwenye familia zingine viatu unavulia huko nje. Lakini ni mchezaji ambaye ataendana na style ya uchezaji ya Michael Carrick. Ndio maana amemsajili kwa sababu anaamini kwenye system yangu Baleba anaweza kufit. Lakini kwenye namna, kwa sababu unajua mwisho siku kinachokuja kwa tofautisha watu ni majukumu utakayopewa. Unaweza kuyatekeleza. Yaani unaweza kuwa ni mchezaji mzuri lakini majukumu utakayopewa yakawa changamoto. Ametoka kumtolea mfano Bruno Fernandes kipindi cha Ruben Amorim. Ni mchezaji mzuri lakini majukumu aliyokuwa anapewa na eneo la kucheza huwezi kupata ubora wa Bruno. Yaani kama huwezi kupata ubora wa Bruno kwenye eneo hilo. Kwa hiyo majukumu na maelekezo atakayokuwa anapewa ndiyo ambayo yatatoa tafsiri ya anaweza kuisaidia United ama la. Kwa hiyo kwangu mimi nasubiri kumuona akija United akicheza chini ya Michael Carrick ni nini kitatokea, na tutarudi hapa kumzungumza Baleba. Okay, sawa. Asante sana kwa wote ambao mnaendelea kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Namuona Roland Mcharo anasema Arsenal bingwa, Will pia nimeona ujumbe wako. Corne 9 nimekuona pia. Okay, yeye kwa upande wake anasema hawezi kumcompare kila. Anamzungumzia Casemiro pamoja na Baleba. Anko Mwaisa pia nimeona ujumbe wako. Idi Mohamed pia yuko live na sisi bado. Anwar Salim pia nimekuona. Anko Mwaisa pamoja na wengine wote ambao mko live kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Unaweza pia ukaendelea kutuandikia kupitia ukurasa zetu za Instagram, Crown FM na Crown TV. Jana La Liga imeendelea. Atletico Madrid wamepata matokeo kwenye mchezo wao dhidi ya Malaga, mabao 2-0, mabao yote mawili yakipatikana dakika za mwishoni kupitia kwa Lee pamoja na Baena. Namna ambavyo unasikia hiyo migoli iliyofungwa ule mpasi kwanza, goli la kwanza, goli ya mpasi au juhudi ya Kangri, kwa sababu mpira kapokea pembeni, kakatin, kaona nafasi kakevu, ni hatari. Afu bao la pili free kick nje ya box Baena. Yani yalikuwa magoli magumu kweli kweli. Yani kwa kifupi Atletico jana walihitaji juhudi binafsi, na nadhani Diego jana alikuwa amepumzisha wachezaji wengi sana. Kipindi cha kwanza kuna vijana wengi sana ambao walianza, lakini ukiangalia mtu kama Kangri mwenyewe alikuwa yuko bench. Of course Julian Alvarez bado hana fitness, hakufanikiwa kuanza mechi ya jana. Lakini pia ukiangalia baadhi ya nyota ambao of course ni wakubwa sana, kina Llorente, Baena mwenyewe alikuwa benchi, Simeone mwenyewe alikuwa benchi, walikuja kuingia kipindi cha pili. Juman kiungo ambaye ametoka Sporting Lisbon alikuja kuingia kipindi cha pili, wakaenda kubadilisha ile mechi. Ukiangalia Malaga ni kama walikuwa relax kwamba sisi hatuna pressure, tukipata sare kwetu fresh tu. Walikuwa na defend kwa umoja, wana ataki zaidi kwenye fast break ama counter attack. Na kipindi cha kwanza mwishoni walikuwa wanasababisha matatizo. Inawezekana wangeenda wakiwa wanaongoza 1-0, lakini baada ya mabadiliko ya hao wachezaji wanne wa Diego Simeone ndo wakaja kuleta quality ya kitofauti ambayo ilikuwa inakosekana first half. I'm sure ni ushindi mzuri sana. Ongeza kupata hata mabao 4 baada ya yale mabadiliko. Kula nguzo kama mara 2 pale. So ni mwanzo mzuri, na unajua kabisa Madrid ana mechi yake ngumu dhidi ya Espanyol siku ya itakuwa Jumamosi siku ya Jumamosi. Barcelona nao wanaanza na watakuwa away Barcelona weekend ya chezi. Nahisi anacheza kama sio Jumapili. Ngoja nimwangalie hapa Barcelona. Ratiba Barcelona nilikuwa sijaiona vizuri, lakini Madrid ndio wanacheza na Espanyol Jumamosi. Espanyol Barcelona ratiba yao ni
Anacheza Jumapili. Wanacheza na Elche. Jumapili. Evans, kwa namna ambavyo Diego Simeone ameuanza msimu, of course magoli ya dakika za mwishoni kama alivyokuwa anasema Richie, lakini inaleta picha ya Atletico ya aina gani msimu huu? Ni Atletico ya ushindani, lakini changamoto inakuja ni kudeal na Real Madrid na Barca. Hapa ndiko kwamba kumekuwa kuna changamoto. Lakini ambacho mimi kuna kitu kitabadilika kwa Atletico ya Simeone? Sidhani. Bado nategemea kuna Atletico ile chini ya Simeone. Kwa sababu unajua bado amekuwa anaamini kwenye nayo yaamini. Ni ngumu kumuondoa kwenye hiyo picha. Sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko ni makubwa. Yaani bado vitu vingi vitafanyika kwenye base ile ya Atletico ya Simeone. Kwa hiyo hata wachezaji wanaosajiliwa bado wanatakiwa kuishi kwenye base ya El Cholo ambacho anakihitaji ndio inabidi kifanyike. Kuna nyakati ni wachezaji tu wenyewe wanaamua kuamua mechi kwamba yes, kwa game plan ya mwalimu hatutoboi, sisi tunaweza kufanya kitu gani extra. Kwa hiyo kiniuliza kwenye issue ya mabadiliko kwa El Cholo na Atletico yake, sioni mabadiliko makubwa kwa upande wangu. Kwa nini mwalimu ambaye huwa hapendi kubadilika? Kwa sababu ndo kitu ambacho kimempa yeye mafanikio. Kwa hiyo anaamini njia yangu mafanikio ni hii. Lakini yale mafanikio ambayo yaliyopata miaka iliyopita hayapati tena sasa hivi, sio? Nasema bado, lakini anaamini ndo sababu ya yeye kuwa hapa alipo leo. Ndio maana anaona ni ngumu kuachana na hiyo njia, kwa sababu imempeleka kwenye mazingira mazuri. Unazungumza mtu amecheza finali 2 za Champions League. Amekuwa bingwa mara 2 wa La Liga mbele ya Real Madrid na Barca. Tunazungumza kwenye nyakati ambazo games unaamini ni mechi ambayo Atletico anaweza kufungwa na kusurprise anashinda. Kwa hiyo bado yeye base yake ni ile. Anaamini zaidi kwenye kudefend. Inategemea tu na opponent ambaye atakutana naye. Anapeleka pressure kubwa kiasi gani. Kama ni pressure ya kawaida, anaamua kuichukua mechi kwa sababu anao wachezaji, lakini mindset ya wachezaji wengi wa El Cholo ni defensive. Yaani mindset zao nyingi ziko kwenye picha ya kuzuia kwanza kuliko kushambulia. Hata aina ya wachezaji anawasajili. Maana unaona yeye kuanza kuhangaika na mshambuliaji. Inaweza isiwe story kubwa. Anza katafuta mshambuliaji mmoja tu. Alafu huko kwingine kote ni watu wa kazi. Yaani naweza kupata option zaidi ya moja kwa mchezaji mmoja. Yaani unamwona mtu kama Llorente, unaweza kumtumia kama fullback wa kulia, unaweza kumtumia kama kiungo wa chini, unaweza kumtumia kama winga. Kwa hiyo chochote kitakachotokea kwenye mechi, kwa kuna mtu ana miss, kuna mtu anaweza kuingia na kunipa. Kwa hiyo bado kwa El Cholo sioni kama kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye aina yake ya uchezaji, aina yake ya ufundishaji. Labda Atletico iwe chini ya mwalimu mwingine. Kama ni El Cholo bado nategemea kuona picha ya msimu jana na msimu mingine iliyopita. Okay, sawa. Hans, kwa namna ambavyo unatazama Atletico ya El Cholo, mara ya mwisho aliondoka na ubingwa msimu wa 2020-21. Msimu wa kina Luis Suarez ndio alikuwa mabingwa. Ndio alikuwa mabingwa wa La Liga. Kuna nafasi ya Diego Simeone kufanya hivyo tena mbele ya huu ushindani wa Madrid na Barca? Unajua that time Atletico walikuwa na watu wa kazi. Yaani walikuwa na watu wa kazi, watu ambao wanaweza kupambana kwenye nyakati ngumu, watu ambao wanaweza kukupa matokeo kwenye wakati ambao utarajii. Unajua hamna kitu kigumu kama kushindana na Barcelona na Madrid. Ni kama ambavyo Azam wanashindana na Simba na Yanga. Yaani inabidi uwe na quality ya tofauti kuweza kuwabiti hao wanaume wawili na wewe kwenda kutoa ubingwa. Sasa ukijaribu kuangalia kwa vikosi, kwa maana ya quality, experience na talent, bado Madrid na Barcelona wako juu ya Atletico Madrid. Lakini ukijaribu kuangalia kwenye kikosi cha Atletico Madrid, unajaribu kuangalia wale serial winners, yani wale washindi mfululizo, sasa hivi ni kama wamepungua. Yani unaangalia huyo Suarez hayupo, Antoine Griezmann ameondoka. Wachezaji wengi sana kina Gabi wale, kina Ada Turan, watu ambao walikuwa wanajua ni nini maana ya kushinda, kupambana. Umeona? Kwa sasa hivi wana vijana wengi sana, kina Atiz, kina Jimenez, vijana ambao wanataka kuonesha talenti zao. Mbele na mwangalia Alvarez ni moja kati ya wachezaji wazuri sana, lakini I'm not so sure kama atakuwa committed kama msimu uliopita, kwa sababu msimu huu ametikisa sana, alitaka kuondoka kwenda Barcelona. Lakini watu wamemzuia. I'm not so sure kama anaweza kaweka performance kama aliyoiweka msimu uliopita. Kwa hiyo
binafsi mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba Atletico Madrid wanaweza kuwa bingwa msimu huu mbele ya Real Madrid na Barcelona. Unaona hao Barcelona wanamtaka Lautaro Martinez. Tayari Rodri ameingia, afuna Pedri, una Dan Olmo. Ukiangalia huko pembeni wameongeza watu, akina ADM wako pale, umeona. Lamine Yamal yuko pale, Rafinha yuko pale. Madrid ndo usiseme, kina Diomande, Mbappe nadhani this season atakuwa anataka kuweka alama. Vini pamoja na kwamba ameongeza kidevu chake, msimu uliopita hakuwa na wakati mzuri sana, lakini this season atataka kufanya vizuri zaidi ili kuwepo kwenye bato ya Ballon d'Or. Kwa hiyo unatarajia Madrid wakiwa na Jose Mourinho plus Barcelona ambao wamefanya investment kubwa. Deco amezungumza jana kwamba bado hawajamaliza usajili. Kuna vyuma vinakuja. Kwa hiyo binafsi naona Atletico Madrid ndio anamtaka Martinez, Lautaro Martinez. Na I'm sure Barcelona pia watakwenda kusaini center back mwingine. Kwa hiyo binafsi naona Atletico tu waendelee kupambania nafasi ya 3. Hakuna namna. Hakuna namna. Lakini mimi nadhani Atletico wenyewe wamechagua kuishi ya maisha baada ya kuchagua kuendelea kuishi na Diego Simeone. Kuna kipindi mashabiki wa Atletico walihoji kwamba wanamtaka rais amfukuze Cholo. Immediately rais akajibu kesho yake kwamba kama umtaki Diego Simeone nenda kaanzishe timu yako. Uajiri kocha unayemtaka. Immediately. Ni kwamba bado wanaamini kwamba kuna kitu ambacho atakitoa. Unajua, au sababu hasa ya kuendelea kumng'ang'ania Simeone ni nini? Unajua nikwambie kitu sala. Mimi naamini Cholo ameifanya Atletico kuwa timu kubwa. Cholo. Wakati Cholo anaingia Atletico, at that time nadhani ulikuwa unataja Madrid, Real, unataja Barcelona, unataja Sevilla, unataja Valencia, pengine hata Villarreal. Alafu ndio unahitaji Atletico. Atletico alikuwa amepotea. Nadhani msimu ambao anaingia Cholo kawakuta Atletico nafasi ya 11 kama sio 12. Lakini alifanya Atletico kuwa timu shindani kwenda kuchukua ubingwa mbele ya Madrid na Barcelona. Alifanya Atletico Madrid kufika finali 2 za UEFA Champions League. Wanafungwa na Real Madrid. Alifanya Atletico Madrid kuja tena kuchukua ubingwa akiwa na kina Luis Suarez. Lakini ukienda kuangalia kwenye listi za vilabu ambavyo vimefanya biashara kwa kupitia mauzo ya wachezaji, Atletico Madrid wako nafasi ya 3. Na kuna kipindi walikuwa nafasi ya kwanza wakifuatiwa na Benfica, and then walikuwa wanafuata Chelsea. Yani kwa vilabu ambavyo vimetengeneza pesa kupitia mauzo ya wachezaji. Kwa hiyo Simeone ameifanya hii timu sasa hivi kuwa kubwa. Kuwa timu ambayo inashindania vikombe vikubwa. Kuwa timu ambayo inaweza kujenerate pesa mpaka ikajenga uwanja mkubwa kama Wanda Metropolitano. Umeona? Kwa tuseme inawezekana wanafaidika zaidi kibiashara. Yes, wanafaidika. That's why wanambakiza. Yes, yani viongozi wakiangalia wanaangalia walikokuwa na sasa walipo, wakiwa na Diego Simeone, wanasema huyu mtu katutoa mbali na anatupa faida, bora tuendelee kufanyaje? Kubaki naye. Lakini mashabiki tayari wametengeneza image kwamba Atletico ni timu kubwa ambayo inatakiwa kushinda vikombe kila msimu. Kitu ambacho wao viongozi inawezekana hawakioni kwa sababu wanapata cha kwao wanachokitaka kibiashara zaidi. Yes. Sawa, mkataba bado miaka 2. Watamuongezea na si ndio wanapanga kumuongezea mkataba mwingine. Analipwa pesa nyingi. La Liga. Sahi. So La Liga duniani. Kocha naye kusanya ya kutosha. Basi issue imekaa kibiashara. Tunaweza tukawa tunaangalia matokeo ya ndani ya uwanjani, lakini watu wako kibiashara zaidi. Messi jana amefunga goli lake la 70 kwenye ligi ya MLS na amefikisha magoli 922 kwenye karia yake. Inawezekana kafikisha magoli 1000? Inawezekana kama kasi ya ufungaji inaongezeka, michezo atakuwa anacheza michezo mingi pia. Magoli 1000 inaweza kufika. Maana yake ni kufunga magoli 78. Ndio bakiza kufikisha. Ngumza inamgarantii almost misimu 2 mpaka misimu 3. Naamini anaweza kufikisha magoli. Misimu 3. Of course Messi anaweza kucheza misimu 3. Anaweza akafikisha hayo magoli. Lakini ili ufikishe inabidi pia na consistency ya kufunga iwe hapo. Kwa sababu kama unafunga leo unasubiri mechi zingine 12 ndio ufunge, na unafunga goli moja, kufika hapo ni pagumu. Kwa hiyo
inabidi pia mfululizo wa kufunga, mfululizo wewe kuwa available kwenye games uwe wa kutosha. Anaweza kufikisha hizo goals. Ni goals nyingi sana, goals 70 unaweza kuona ni goli chache, lakini ni goals nyingi sana mpaka kuzifikia, kwa sababu ufungi kila siku na sio kila siku utafunga goli 2-2. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kama atafanikiwa kukifanya hivyo, lakini faida kubwa ni yeye anaendelea kucheza, anaenjoy anachokifanya. Kwa hiyo mwisho siku anakuja kutengeneza records ambazo zitakaa muda mrefu sana. Yaani watu kuja kufika goli 1000 inawezekana ikatuchukua miaka mingine 100 kuja kuona watu wanafika huko. Kwa nini uone watu wanaonekana wanaweza wakawa na hiyo consistency? Kina Lamine Yamal, ukimwangalia Lamine Yamal tumia hapana. Ukimwangalia Mbappe, ukimwangalia Haaland, ndo watu ambao unaweza ukasema wanaweza wakajaribu kufuata hizo footprint, lakini watu wengine. Kwa nini umemkataa Yamal? Lamine Yamal kwangu mimi sio mfungaji. Yaani huyu na hawezi kuwa na idadi hiyo kubwa ya mabao kwa msimu. Lakini Kylian Mbappe anaweza kunipa, Haaland anaweza kunipa. Yaani msimu kamiliki ana goli 20. Mimi ambacho nakiona kwa Lamine Yamal ni ku-create zaidi kuliko kufunga. Kwa hiyo kwa mtu kama Mbappe nahisi anaweza akafika. Kwa mtu kama Haaland naamini anaweza kufika. Lakini hao wachezaji wengine uwezo wa kufunga leo anakupa, misimu mingine harudi kwenye performance hiyo, kidogo ni changamoto. Kwa hiyo kwa sababu ukiangalia hata tu wachezaji wenye goals 500 na zaidi ni wachache. Sasa vipi kwenye 1000? Ambao wanafunga kila siku hawajafika buku. Vipi ambao wako chini ya goli 500 wanafika lini? Yaani kufika tu goli 500 hawajafika. Tunazungumza wakina Neymar ameshia kwenye goli 400 huku. Tunazungumza wakina Karim Benzema kwenye goli 400. Lewandowski, Kadabra ndo wana goli 500 huku. Kwa hiyo wengine mpaka kufika goli 500 inabidi ufanye kazi ya ziada. Kwa hiyo kwangu mimi kwa kina Lionel Messi, Ronaldo inawezekana wakatengeneza standard ambayo kufikiwa ni changamoto. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.